Miongoni mwa watu ambao ni wapotoshaji ni bwana mmoja akiitwa Shafi Basali. Huyu kijana huyu ni mshia aliyejificha nyuma ya pazia la usufi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك منيبين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. Ndugu zangu waislamu, kama mnavyofahamu kuwa wazungumzaji wanaozungumzia Uislamu huu wamekuwa ni wengi, na hii mitandao ya kijamii pamoja na faida zake zilizopo, lakini ina balaa lake. Ikawa kila mmoja anafikiria jambo la kuzungumza basi analipeleka katika mitandao ya kijamii, na watu wakawa wamewapoteza watu wengi kwa sababu ya uhuru wa kuzungumza. Kuna watu leo ukiwatazama wanazungumza kwa lugha ya ushekhe, kama ni shekhe anaitegemewa na watu, na kwa sababu watu wamejiweka mbali na kusoma dini yao, ikawa hawafuatilii masaili yanayohusu dini yao ya Uislamu, aqida na mengineyo katika misingi ya dini yetu ya Uislamu. Wanapotezwa na kila mzungumzaji, kila anayekuja kuzungumza, basi watu wengi wanamuona kwamba huyu ni shekhe na huyu ni mkombozi katika jambo la dini. Wal amru laysa kadhalik, na jambo haliko hivyo. Sio kila anayeweza kuzungumza katika mitandao ya kijamii basi awa tayari ni shekhe. Wengine ni watu wapotoshaji wanaipoteza jamii ya Kiislamu na wana masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kunahitajika kuwepo na watu ambao wanaweza kusafisha mazingira pale wanapokuwa watu wameharibu. Ukiona upotoshaji fulani, huyu mtu anapotosha na upotosha umma wa Kiislamu, anazungumza maneno kinyume na uhalisia, muda wa kuwa una uwezo wa kukabiliana naye kwa hujaj na barahin, muombe Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Kadhalika ingia katika kumjibu mtu huyu, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa watu waliokusudia haki na kuikusudia dini ya Allah jalla wa ala kupitia wewe. Maneno yako utakayozungumza pengine Allah jalla wa ala akayatia baraka na kabuli, ikawa ni sababu ya watu wengi ambao wamepotea kupitia maneno ya mtu fulani ambaye amezungumza kwa batil, wakasafisha akili zao wakarudi katika usawa. Sasa miongoni mwa watu ambao ni wapotoshaji ni bwana mmoja akiitwa Shafi Basali. Huyu kijana huyu bwana Shafi Basali ni mtu ameanza kupotosha hivi karibuni, miaka kadhaa hivi iliyopita. Anazungumza maneno yake mitandaoni, na shabaha yake kubwa katika uchafuzi wa mazingira yake ni kuwachafua ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun. Ugomvi wake mkubwa uko hapo. Sasa huyu bwana huyu, kuna kipindi alikuwa anajibiwa na ndugu yetu Abu Hanifa, Allah muhifadhi, kamjibu akavunja shubuhati zake, lakini huyu bwana hakomi. Kila akiamka asubuhi anafikiria la kuwasema masalafi ni lipi. Ima moja ni kwa sababu ya kutaka viewers wa kutazama chaneli yake, au kutafuta umaarufu ili aonekane na yeye kasema na mchango katika dini na mfano wa haya. Huyu bwana huyu ni mshia aliyejificha nyuma ya pazia la usufi. Ukimuona kama sufi vile, lakini hapo hapo ni mshia. Haeleweki ataka nini, atakatukuzwe huku na huku, na akizungumza anadai kana kwamba ni mtu ametabahar katika masaili ya kiilmu, kwa sababu mara nyingine mtu sio lazima aseme mimi hapa nina elimu.
kuna maneno akiyazungumza unajua huyu ajisifia dhidi ya wenzake. Sababu utasikia na walaumu mara nyingine mashehe wa kisufi kwamba tuko nyuma sana, mimi nawalaumu sana baadhi ya mashehe zetu, hawezi kutufundisha huo usufi wenyewe, mimi nafanya kadha, analaumu tu, lakini kuonesha kwamba yeye ana juhudi binafsi. Na mara nyingine akijifakharisha juu ya kwamba anatunga vitabu, anatarjama vitabu na mfano maneno kama haya. Lakini lengo kuu ataka ukubwa huyu bwana. Lakini sasa ukubwa anatafutia pabaya, anautafuta ukubwa kwa kuwasema masalafi. Na sisi hatulikubali jambo hili. Muda wa kuwa tunajua anazungumza batil, tutamjibu biidhnillah. Sasa huyu bwana miongoni mwa uongo uliota mapembe, tena mapembe ya nyati, aliyouzua dhidi ya masalafi ni kudai kwamba eti masalafi wana fikra za kigaidi, wana fikra za kumwaga damu za watu, wana fikra za kupora mali za watu na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hakika hasa huyu kijana mshia huyu aliyejificha nyuma ya usufi ametusingizia sana na amesema maneno ya uongo na ni kinyume na uhalisia. Wale wote wanaowajua masalafi kuanzia hao mashekhe wa kisufi wanajua kwamba huyu Shafi ni muongo na haya maneno ni ya uchuki na uhasidi, lakini anataka kuchonganisha watu, atakachonganishe watu waonekane hawana maana, hawana fikra hizi, wa watu waogope, hali yakuwa ni kadhib wazurun waftira. Sasa huyu bwana amezungumza maneno haya alipokuwa amekaa na kijana mwenzake huyo. Kuna kijana mmoja anakaa naye kwenye studio yake hapo, wanajifanya wanaulizana maswali na majibu. Na huu mchezo wanaucheza sana baadhi ya watu. Mchezo kama huu anao Yusufu Diwani ambaye tulimjibu alhamdulillah na habari zake zishakwisha, shafunga mafaili yake huyu. Sasa na huyu anataka kuleta mchezo huo. Ana kijana wake mmoja hapo, wanaanza kuzungumza, kijana anamuuliza swali. Ameuliza swali mfano wa hivi kwamba Sheikh bana, tumesikia habari huko Burkina Faso rais wake amewazuia mashekhe wawili kuzungumza, mashekhe wa kisalafi kwa sababu ya fikra zao kadha wa kadha. Sasa tutawekea ili swali mlisikie kijana alivyomuuliza, alafu tutaweka sehemu katika majibu ya huyu bwana kwa sababu majibu yake yamechukua muda mrefu sana, lakini tutaanza sehemu mpaka kufikia kwenye malengo, tutaweka mahallu shahid tunachotaka kumjibu huyu bwana. Hem, tumsikilize huyu kijana alivyomuuliza na yeye alivyojibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu katika channel yako pendwa ya Masangi TV, tena leo tumekutana na Ustadh Shafi, lakini na siku ya leo tunataka kuthibitisha maneno yake Ustadh Shafi yale ambayo ya kusema kwamba masalafi ni watu ambao wanafanya irhabi, yani kuhamasisha mambo machafuko, matatizo. Kuna haya maneno uliyokuongea hizo fikra na hicho kitu kimethibitika wapi? Angalia Burkina Faso sasa hivi, na leo taligusia hizo fikra tena, ambapo Burkina Faso kuna wale mashekhe wale kisalafi wale wamezuiliwa, kuna nini kwenye dawa na nini, hii kutokana na zile fikra zake ambazo ulizokuwa nazo. Hilo unaliongeleaje na unasemaje na unawaambia nini watazamaji katika hili? Karibu sana. Majibu ya huyu bwana Shafi Basalim, huyu Shia aliyejificha nyuma ya pazia la usufi. Kwa sababu mara nyingi sisi huwa tunaenda kimihemko na kihisia zaidi, hatuangalii. Kuna kipindi walikamatwa mashekhe kula Arusha, kina Jafar Lema na wengine. Watu wakapiga kelele sana, serikali inaonea mashekhe, serikali gani hii, ni mipango hii ya kutaka kudhoofisha Uislamu, kadha kadha, vitu kama hivyo. Kabla hujaingia kuilaumu serikali, kabla hujaingia kujiweka katika chumba cha kudhulumiwa na kuonewa na vitu kama hivyo, kabla hujajiweka katika chumba hicho, jiuliza mbona kuna maelfu ya mashekhe wanaendelea na harakati zao na mawaidha na kila kitu, kwa nini hawajazuiliwa wai hao peke yao? Ukifuatilia sasa, wale jamaa Arusha walihusika na kumwagia watu sindikali, kweli si swala la kusingiziwa. Walihusika kuchoma makanisa ya watu, kuchoma migahawa ya watu,
na haya mambo ni ugaidi 100%. Hakuna mafunzo ya kuchoma makanisa ya watu, hakuna. Hata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati wa vita, si wakati wa amani kama hivyo kuchoma kanisa la mtu, wakati wa vita alipokuwa akiwatuma watu, anawaambia mkienda kule watu wazima msiwapige vita, watu waliochagua amani walio katika majumba yao wasiotoka kwenda kupigana msifanye nini? Msiwapige. Watoto wadogo msifanye nini? Msiwapige. Wanawake msiwapige. Miti msikate, majumba msibomoe, na watu waliojitenga katika makanisa yao msifanye nini? Msiwabughudhi wala msiwaacheni wafanye harakati zao. Huo ni wakati wa nini? Je, wakati wa amani unaenda kuchoma kanisa la watu? Alafu baada ya hapo serikali kuchukua hatua ya kwenda kufanya nini? Kukukamata, huku watu wanaanza kulia kwamba serikali inafanya nini? Inaonea mashekhe. Wakati hawa wanafanya haya matendo ya kigaidi, kwa nini msisaidie serikali kuwazuia? Tuseme changamoto unaona ni nini iko? Changamoto ni nini? Changamoto mara nyingi huwa sisi haturudi kwenye kiini cha tatizo. Tunakuja kwenye matokeo. Wewe umeanguka hapo, umejikwaa, umeanguka. Usiangalie kuanguka, kitu gani kilichokufanya uanguke? Kuna kisiki hiki hapa. Tuseme hao wanaofanya hivi kuchoma na wao wana shida gani? Na mara nyingine wanasema huwa inatumika lugha kwamba Waislamu wenye msimamo mikali. Huo sio msimamo, tafsiri ya msimamo mkali wa Muislamu si hiyo. Hao ni magaidi. Muislamu mwenye msimamo mikali ni yule Muislamu ambaye kwamba mwenye kushika mafundisho ya dini ipasavyo. Huyo ndio Muislamu mwenye misimamo mikali na dini yake, maana anashika maamrisho ni na dini yake. Sasa ukisema Waislamu wenye misimamo mikali wamefanya hivi, maana yake ile ndio misimamo mikali ya Uislamu. Yaani tafsiri ya kama mtu akipanda sana katika Uislamu akafikia katika high level ile ndio anakuwa vile, maana yake ni hiyo. Ni lugha ya makosa, pia huwa inatumika mara nyingine katika vyombo vya habari, watangazaji na vitu kama hivyo. Hii ni lugha ya makosa. Si sawa wale watu wenye kufanya matendo yale ndio Uislamu wenye misimamo mikali. Sema watu fulani ambao kwamba wenye fikra za kigaidi au wenye mirengo ya kigaidi na vitu kama hivyo. Tuseme ile fikra imeanzishwa tuseme katika grupu hili la masala. Sasa hii ni kuna madhehebu maalum ambao kwamba dhehebu maalum lenye mirengo hilo ambao kwamba ni dhehebu linafahamika hao wajitao masalafi. Katika fikra zao ugaidi umo ndani yake. Katika mirengo yao ni kuhalalisha kila asiyekuwa wao kumwaga damu yake. Ushaona? Kumuua, kumpora mali zake, na njia hiyo ndio walioitumia kama tulivyoeleza katika vikao vilivyopita kuivamia Maka. Kwa sababu hawa Al-Saudi na wengine ni wavamizi wale. Nataka nimwambie kwamba kwanza kuhusu hao mashehe ambao wako Burkina Faso, kwa mujibu wa maelezo anayotoa kwamba eti wamezuiliwa kuzungumza, wamefungiwa kuzungumza kwa sababu ya uchochezi wao na vitu kama hivyo, akadai eti mashehe wa kisalafi. Mimi siwezi kumsadikisha katika hilo, kwa sababu mashehe wa kisalafi hawana mrengo wa ugaidi, kupora mali za watu, wala mfano wa mambo kama hayo, kuchoma makanisa, si kufanya nini hayo. Kwa salafiyun wako mbali nayo kabisa. Ingaje kisa hiki mimi sijakifuatilia wala sijakijua ukweli wake na undani wake imekuwaje, sikuwa nimesikia yeye akitaja. Sasa tuwaache hawa, tutujibu kwenye shubuha zake. Nukta ya msingi iliyopo, je, ni kweli masalafi Ahlus-Sunnah wal Jamaa as-salafiyun wana fikra hizi za ugaidi au za kufanya khuruj dhidi ya watawala, kama kuamrisha maandamano, migomo katika serikali zao, kupora mali za watu wakidai kwamba labda ni ngawira sababu ni mali za wasiokuwa Waislamu hizi, kuua bila hatia na mfano wa mambo kama hayo? Kweli kwa masalafi mambo haya yanapatikana, au bwana Shafi ameamua kuja kuropoka tu hapa asiyoyajua, au ajua lakini ataka kuwatia chuki watu kwa sababu ya chuki zake binafsi na uhasidi aliyokuwa nao dhidi ya dawa salafia? Haya maneno tumwambia ni ya uongo. Ahlus-Sunnah wal Jamaa as-salafiyun
wao ndio watu wa kwanza kabisa kukemea mambo hayo kuliko firaq nyinginezo. Utawasikia katika durusi zao, mihadhara yao, khutbu zao na vitabu vyao walivyoviandika, rasaili mbalimbali, makala zao na magrupu yao katika WhatsApp na sehemu nyinginezo. Mazungumzo yao utayasikia wao wanakemea vitu hivi tena kwa ukali, kwa mujibu wa adilla zilizowafikia kutoka katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa mujibu wa ufahamu wa salafu salih. Na haya yanafahamika mbele za ahlus sunnah wal jamaa na watu wanaofuatilia dini yao. Katika hili nitatoa mfano mmoja. Mathalan, huyu bwana huyu alipoulizwa swali lile, kuna watu amewataja katika mashekhe ambao walikamatwa hapa nchini wakawekwa ndani kwa sababu ya fikra chafu walizokuwa nazo. Eti asipokuwa na uadilifu huyu bwana atakuwa nasibisha wale mashekhe kwamba ni masalafi. Kadhaba wallah wa rabbil arshil azim. Atakuwa nasibisha wale mashekhe waliokamatwa kipindi kile cha fujo na zogo za makhawarij eti katika masalafi. Hivi kweli wewe Shafi ukija kuzungumza unajifikiria au wapeleka mambo kichwa mchunga tu, wazungumza kwa batil na chuki binafsi? Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kina nani waliosimama wakati wa kipindi hicho kigumu? Makhawariji wametia kasi na wanazungumza kwa ujasiri na kufanya vitendo vya kinyama. Ni nani kati yenu nyinyi na ahlus sunnah wal jamaa salafiyun waliosimama dhidi ya vitendo hivyo? Ni kina nani katika manabiri zao walikuwa wakizungumza mambo haya, kukemea batili walizokuja nazo makhawariji? Ni kina nani kama sio ahlus sunnah wal jamaa? Ulikuwa wapi wewe Shafi kipindi hicho? Mbona hatukukujua wewe wala tujali kukusikia unakemea mambo haya? Alafu leo waje kuwataja wale kwamba watu waliochoma makanisa, si kumwagia watu tindikali na mfano wa hayo, eti anasibisha hao na masalafi. Ittaqillah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, utakuja kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Masalafi wako mbali na mambo haya, bali nataka nikuhakikishie baadhi ya watu katika hao makhawariji wenye mrengo na fikra za kuipindua nchi na kuzipindua serikali walizokuwa ndani yake, watu wanaowakemea, wakubwa wa kuwakemea ni masalafi. Mashekhe zetu na maduati wa kisalafi ndio waliosimama dhidi yao wakakemea mambo haya, mpaka wakatishiwa amani, ikawa wanatangaza wanataka vichwa vya mashekhe zetu. Ulikuwa wapi wewe Shafi kipindi hicho? Wakawa wanatangaza kwamba tunamtaka fulani kwa sababu hawa ni wanafiki. Hawa masalafi hawa ndio wanaosababisha matatizo haya, kwa sababu wao ni wanafiki. Hawa wanasababisha dola ya Kiislamu isisimame, kadha wa kadha. Wakawa na maneno ya kashfa na chuki binafsi, wakawa na maneno ya kutaka kuhatarisha amani katika nchi. Ulikuwa wapi wewe Shafi? Alafu leo waje wazungumza kwa ujasiri kwamba eti masalafi ndio wanafanya ugaidi, wanahimiza kumwaga damu za watu. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hasa maduati wa kisalafi, baada ya kuwa hawa mabwana wanafanya vurugu, makhawarij wanafanya fujo nchini, waliosimama sawa sawa dhidi yao ni masalafi. Na hilo linafahamika kwa kila mwenye akili, au muislamu asiwe muislamu, yeyote ambaye ana uadilifu analifahamu hilo. Bali ikawa mashekhe na maduati wa kisalafi katika hatari, watishiwa amani yao kwa sababu ya kusema ukweli na haki waliosimama nayo dhidi ya makhawariji. Ulikuwa wapi wewe bwana Shafi? Leo waje kuwachanganya makhawariji na masalafi, wazungumza kama mtu mwenye akili hivi kwamba unajua hawa mabwana wana fikra za kigaidi. Wataka nini wewe? Yani wakusudia nini katika mazungumzo yako ili iweje? Muogope Allah jalla wa ala. Tatizo la huyu kijana huyu Shia aliyejificha nyuma ya pazia la usufi, bwana Shafi Basalim hadana Allah wa iyah, kwanza ni kijana ambaye anajihisi amesoma, ana maarifa na ilmu, kwa sababu utaona anajifakharisha mara leo nilikuwa na mashekhe wakubwa napiga nao picha, mara nimetoa vitabu fulani, kuna kitabu fulani nakifanyia tarjama, mara si nini, mara wasome mashekhe wenzake huko, mashekhe wa kisufi kwamba bana hawafundishi kisawasawa, inatakiwa wafanye hivi na hivi, ajifanya mshauri mkuu. Huyu kijana miongoni mwa vitu ambavyo hana misingi ya kubagua, kujua kwamba huyu ni fulani katika milengo yao. Hajui kutofautisha baina ya as-salafiyun na khawarij.
kwamba hawa ni masalafi, hawa ni makhawarij. Yeye achanganya wote. Ima anajua anafanya makusudi ili achafue mazingira, waonekane masalafi ni watu wahovyo, watu wasiokuwa na maana, watu wa vurugu na fujo, au hajui, hajitambui kijana huyu anachokizungumza, ya aburuza tu, apeleka tu maneno kwamba kila akisikia madamu mtu yuko na shakli fulani, pengine na ndevu, ana kanzu fupi, akubali vitabu vya Ibn Taymiyyah, vitabu ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala na wengineo katika wanachuoni Allah warehemu, basi aona tayari huyo ni salafi. Mizani hiyo haiko mbele za Ahlus-Sunnah wal Jamaa, wala hayo maneno si ya kweli unayozungumza, bali unachokidhania si cha sahihi ikiwa kweli unadhania hivyo. Na ukiwa ni mkweli, ikiwa unachokizungumza unakikusudia, kwa maana wafanya makusudi, wajua kabisa hawa watu ni watu wawili tofauti, lakini wakiwa wafanya makusudi, basi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoze katika usawa na uondokane na hizi batili ulizozikusudia, au Allah atutosheleze na wewe. Kwa hiyo hili jambo la kutojua kutofautisha huyu bwana baina ya as-salafiyun na al-khawarij ndio linalomgharimu huyu bwana akajiropokea, semea maneno tu, zungumza tu kila siku, aeleza chuki dhidi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Na hii inaonyesha uchache wa elimu yake na maarifa yake madogo katika Uislamu. Tashayakha, amejifanya kuwa shekhe hali ya kuwa si shekhe, wala si shekhe kwa lolote wala chochote, labda ni shekhe wa mitandaoni, sababu mitandaoni kuna mashekhe wengi wanaodhihiri mitandaoni wakazungumza, wako kibao mashekhe hao, lakini ukiwachuja ukawapeka katika mizani ya ushekhe hawamo. Miongoni mwa wasiokuwemo ni huyu bwana Shafi Basalim. Ndugu zangu Waislamu, inatakiwa tufahamu kwamba Ahlus-Sunnah wal Jamaa as-salafiyun wao haya aliyotaja Shafi Basalim wako mbali nayo. Kwanza hawamkufurishi mtu muayyan isipokuwa kwa hujaj na barahin, sio kama alivyodai huyu bwana Shafi kwamba wanawakufurisha watu kadha na kadha na wanalisha damu zao. Ni maneno ya uongo, bali vitabu vyao Ahlus-Sunnah wal Jamaa vimejaa maneno ya wanawachuoni ya kuonesha kwamba wao wanapinga vitendo hivi, wako mstari wa mbele katika kumpinga kila ambaye anakufurisha mtu muayyan, yani mtu maalum, kwamba huyu ni kafiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu akufanya kadha, isipokuwa kwa dalili na hujja. Na haya yanafahamika mbele za watu wa ilmu, kwa sababu kuna tofauti ya kusema mwenye kufanya dhambi fulani anakuwa kafir, au dhambi fulani kulifanya ni ukafiri, na kusema fulani ni kafir. Haya ni mambo mawili tofauti katika hukumu ya Kiislamu. Mfano, twasema sisi man taraka as-salata faqad kafar, atakayeacha swala huyu atakuwa amekufuru. Lakini je, hal nukaffiru al-muayyan? Je, tunamkufurisha mtu maalumu kwamba wewe fulani, huyu mzee fulani huyu kafiri kwa sababu gani? Kwa sababu haswali? La, bali ni kwa masharti. Kwanza kabisa inatakiwa mtu huyu zisimame kwake yeye hujja na zimdhihirikie wazi, na kadhalika viondoke vizuizi vya kukufurishwa yeye au vizuizi vya kutokufurishwa yeye, lazima viondoke kwanza. Aondokane na ujinga aliyokuwa nao. Inawezekana anafanya dhambi fulani lakini ana shubha fulani, amekallid, yani amemfuata shekhi fulani na mfano wa hayo. Kwa hiyo hivi ni vizuizi vya kumfanya asikufurishwe, inatakiwa viondoshwe kwanza, na kadhalika hoja zimsimamikie yeye juu yake kwamba anachokifanya hiki ni ukafiri au ni kitu fulani katika madhambi ambayo yanaweza kumfanya kuwa kafir na mfano wa hivyo. Hivyo ndivyo walivyo Ahlus-Sunnah wal Jamaa katika vitabu vyao vyote. Ndio maana al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullah ta'ala katika haiya yake anasema wala nukaffiran ahla as-salati wa in asaw fakulluhum ya'si wa dhul 'arshi yasfahu. Anasema wala nukaffiran ahla as-salat, na wala hatuwakufurishi waislamu sisi waliotamka la ilaha illa Allah wa in asaw, ijapo wakiasi wakafanya madhambi, fakulluhum ya'si, kila mmoja katika wao anaasi, wa dhul 'arshi yasfahu,
na mwenye arshi tukufu anasamehe madhambi. Kwa hiyo ni lazima mtu kwanza asimame hujja na barahin juu yake kwamba wewe ulichokifanya ni hiki, alafu afanye inadi katika hilo, na isiondoke mawani'u takfir, kishaondoka kwake na zikathibiti hujja kwake yeye, huyu anaweza kukufurishwa kwa misingi na hoja maalum. Na si kila mtu anaweza kumkufurisha mtu kwamba wewe kafiri, bwana wafanya baadhi ya watu. Jambo hilo halipo mbele za Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Kwa huyu bwana anapokuja, kwa hiyo huyo bwana anapokuja akasema hawa masalafi wana fikra za kukufurisha watu, kuhalalisha damu zao, ugaidi, ni uongo, tena uongo uliota mapembe. Amuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika hili. Katika jambo hili, ili kuthibitishia kwamba Ahlus-Sunnah wal Jamaa wako mbali na vitendo ulivyovitaja vya kuwakufurisha watu na kuhalalisha damu zao, nitakutajia mtu ambaye wewe kawaida yako wamchukia, na watu wenye mrengo kama wako wakamtuhumu na kumsema vibaya, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Huyu Jabal, mwanachuoni ambaye wameshindwa wanawake kumzaa mfano wake baada yake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, namna alivyokuwa bahari katika mambo ya ilmu. Anasemaje? Anasema katika Majmu'ul Fatawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, maneno yake aliyosema, asema faqad yakunu al-fi'lu au al-maqalatu kufran, huenda kikawa kitendo au maneno ni ukafiri, yani maneno ya kikafiri au kitendo cha kikafiri. Wa yutlaqu al-qawlu bitakfiri man qala tilka al-maqalata au fa'ala dhalika al-fi'l, na ikawa imeachiwa kauli ya kumkufurisha yule aliyesema maneno hayo au akakifanya kitendo hicho. Wa yuqalu, na kukasemwa pia, man qala kadha fahuwa kafir au man fa'ala kadha fahuwa kafir. Ikawa sheria kwa ujumla yasema kwamba atakayesema hivi atakuwa ni kafiri, au atakayefanya kitendo hiki atakuwa ni kafiri. Lakini ash-shakhs al-mu'ayyana alladhi qala dhalika al-qawla au fa'ala dhalika al-fi'la la yuhkamu bikufrihi. Lakini mtu muayyan, mtu maalumu kwamba fulani ni kafir, ambaye amesema maneno hayo au akafanya kitendo hicho, haukumiwi juu yake ukafiri hatta taquma alayhi alhujja, mpaka zisimame juu yake hoja. Mtu maalumu tutasema kwamba atakiacha swala ni kafiri, lakini je, kafanya mzee fulani au kijana fulani haswali, tumwambia wewe ni kafiri kwa sababu huswali? Aljawabu, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema lakinna ash-shakhs al-muayyan, lakini mtu maalumu kwa kumsema wewe fulani kwamba ni kafir, ambaye amesema maneno hayo au ametenda kitendo hicho cha ukafiri, la yuhkamu bikufrihi, hayuhukumiwi ukafiri juu yake hatta taquma alayhi alhujja, mpaka zisimame juu yake hujja, allati yakfuru tarikuha, ambazo hukufuru mwenye kuziacha hujja hizo. Wa hadha al-amru muttaridun fi nusus al-wa'id 'inda ahli sunnah wal jamaa. Na jambo hili la kuwa ahkamu zilizokuja kuzungumzia juu ya ukafiri wa matendo fulani, kwamba kitendo fulani ni ukafiri au maneno fulani ni ukafiri, hiyo ni lenye kuatilika, ni lenye kuendelea katika nususi za wa'id, za makemeo mbele za Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Ukisoma Qur'an na Sunna utaona maneno yamekuja hivyo kwamba man fa'ala kadha faqad kafar, na mfano wa hayo yamekuja katika Qur'an, na ndio misingi iliyodhibitiwa katika Qur'an na Sunna. Ndivyo ilivyokuja Qur'an na Sunna, na ni jambo lenye kuendelea, hazibadiliki hizi nusus na kaida hizi hazibadiliki, zipo hivyo hivyo. Kisha akasema fala yushhadu ala muayyan min ahli alqiblati bi annahu min ahli an-nar, haishuhudiwi juu ya mtu maalumu katika ahli alqibla, katika watu waislamu, sema ahli alqibla na kusudia waislamu, bi annahu min ahli an-nar, kwamba mtu fulani katika watu wa motoni, kwamba huyu ni motoni kwa sababu alifanya kitendo cha ukafiri. Kwa sababu gani? Alisema maneno ya kikafiri. Hawahukumu hivyo Ahlus-Sunnah wal Jamaa mpaka mwisho wa maneno yake rahimahullahu ta'ala. Kwa maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yanampinga
bwana Shafi Basalim, kwa sababu huyu Sheikhul Islam ndo wanaodai kwamba ndo gwiji la mawahabi, pamoja kwamba hawajui maana ya wahabi ni nini wanaosema hivyo, lakini alhasil wao wanadai kwamba huyu ndo gwiji lao. Sasa sikiliza maneno yake ya uadilifu aliyazungumza haya na uyazingatie, kwamba sisi hatumkufurishi mtu muayyan, isipokuwa lazima zisimame kwake yeye hujja, na kadhalika mawani za takfiri zimuondokee. Hivyo ndivyo atakapokufurishwa mtu. Lakini kiholela tu kwamba fulani kafir, haya hayapatikani isipokuwa kwa watu wa bid'a. Na haya amesema pia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwamba watu wanaokufurisha watu kiholela ni watu wa bid'a na si ahlus sunnati wal jamaa. Na huo ndio ukweli. Wewe angalia vitabu vyenu, vitabu vya mashekhe zenu na maneno yao wanavyotukufurisha sisi. Nyinyi ndio mna tabia hiyo. Hizo tabia zote zilizozungumza na uvundo huo uliotaja uko kwenu. Baadhi yenu mko hivyo. Aza akasimama shekha akazungumza sema mawahabi ni makafiri. Hili ni tawi la Katoliki. Kwani mara ngapi shekhe wenu Sheikh Khalifa Musa mwenye kitabu kinachoitwa Kombora la Tasawuf dhidi ya Wahabi au mfano wa kitabu kama hicho, angalia uvundo na uozo uliojaa ndani ya kitabu hicho akiwakufurisha Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Kwani Sheikh Yusuf bin Diwan kuto yeye azungumza kwamba mawahabi ni tawi la Katoliki na mfano wa hayo, asema hawa ni makafiri mamboleo, hawa ni wakristo mamboleo na mfano wa hayo. Si yako kwenu nyinyi? Sasa mbona huo ugonjwa wenu waje kututupia sisi? Mbona huna uadilifu wewe kijana wewe? Muogope Allah subhanahu wa ta'ala, uzungumze maneno ya sawa. Sasa namaliza kalima yangu hii na majibu yangu dhidi yako kwa kukupa challenge. Hayo maneno uliyozungumza tunataka uyathibitishe kwetu sisi. Tuletee dai hata mmoja wa kisalafi au mwana wa chuoni wa kisalafi, ima kwa maandishi kwamba ameandika kitabu fulani au amezungumza maneno fulani akawakufurisha pengine nyinyi hapa, akasema nyinyi makafiri, kwamba wewe Shafi Basalim wewe ni kafiri kwa sababu umefanya kadha, au fulani ni kafiri kwa sababu kafanya kadha, takfirul muayyan. Usituletee habari za kwamba wanaposema mfano haya matendo ni ya kikafiri, haya mambo ni ushirikina, wanayofanya watu fulani ni ushirikina huu, atakayefanya mambo fulani anakuwa mushriki, wewe utakuwa umempinga pia Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja hayo katika Qur'ani sehemu nyingi, mfano waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Je, kila hakimu anayehukumu kinyume na sheria Allah jalla wala awakafiri kwa sababu Allah amesema hivi? Aljawabu kwamba kuna tafsiri, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun. Ayati zimekuja hivyo, lakini kuna tafsiri inda ahli sunnati wal jamaa, sababu ndio madhhab ya ahli sunnati wal jamaa. Madhhab ya salaf ndio madhhab yenye uadilifu, yenye kuwatendea watu haki zao na kuwapa kila mmoja uadilifu. Sasa tukupa challenge, tuletee shekhe yeyote au dai katika maduati wa kisalafi au shekhe au mwanachuoni aliyesema mfano maneno yako haya kwamba eti masalafi wanawakufurisha waislamu na kuwahalalishia damu zao. Tuletee. Kama huna, funga mdomo wako na ukome kuwasingizia masalafi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.